Anyi niko katika uwanja wa Amani New Complex. Dhamira na nia kuifuata huku ni katika mashindano ya muungano. Tumefika finali. Maana yake kwamba Simba Sports zidi ya Dar es Salaam Young Africans. Leo hakuna sare kidogo. Leo hakuna sare, leo lazima patikane na ndio maana finali. Na sisi ndio mabingwa. Malega ndio kuzungumza hizi kucheza finali. Hususan katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Kabla hujaitwa New Amani ulikuwa unaitwa Amani Zanzibar. Hapa sisi tumeshachukua kombe zidi ya Dar es Salaam Young Africans. Kombe hili la muungano tumeshalichukua. Nani anabisha? Mavara wakati wewe bado. Histories wewe una hata mkoani ukuwepo. Sijui kama ulikuwa kwenye mapeasi au ulikuwa kwenye nyanya, sijui ulikuwa kwenye karanga. Lakini kimsingi kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika Zanzibar. Hali ya Zanzibar ni nzuri. Kipepo kinapiga, mvua hakuna. Nimeuangalia uwanja New Amani uko kwenye standard. Kimsingi nawaambia wana Simba wasiwe na hofu. Mwamba nimefika New Amani na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutawapiga Dar es Salaam Young Africans na kurudisha kombe cha Zanzibar. Tuna timu? Timu tunaye. Na ili waandishi wa habari mnajua, isipokuwa kwa makusudi mnajizima data baadhi ya waandishi wa habari kuuliza nani asiyejua ubora wa Ribas Yage? Nani asiyejua ubora wa Innocent Aura? Nani asiyejua ubora wa Shomari Kapombe? Sisi ndio timu pekee moja katika vilabu bora barani Afrika. Ubora ukiachia jina, ubora kwenye timu. Na moja katika watu ambao tunawapongeza sana kamati iliyoandaa mashindano ya muungano. Leo hii mmeona. Kwa hiyo kwa nini nawapongeza? Mimi nafikiri kwamba mmeenjoy. Umeona namna ambavyo Simba tulivyokuwa na wigo mpana wa wachezaji. Leo hii Mbegu amekuwa historia. Moja katika vipaji ambavyo tunavyo Simba ni Mbegu. Na yule Mbegu hakuja kwa sababu ya Simba tu. Baadaye ndio mchezaji ambaye atakuwa tumaini kubwa katika timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo lazima niseme niwapongeze sana waandaaji, lakini sisi kama Simba inshallah kwa Mwenyezi Mungu tutapata matokeo mazuri zidi ya nauli kwanza, nauli vipi? Nauli imeisha. Leo tumwa na Alikamwe. Imeisha nauli Kisugu. Niliwahi kuambia waandishi wa habari. Niliwahi kuambia waandishi wa habari. Moja katika wanadamu neno lake la ukweli ni asalamu alaykum wa alaykum salamu ni Alikamwe. Mimi naamini waandishi wa habari alikuonyesheni ile message na amezungumza kutaka kuzungumza ukweli. Ile message inayozungumza nilimwambia hali nipe dola, amenituma dola, ametuma shillings. Kwa unamaanisha dola hana. Na ndio maana akatuma shillings. Alituma ngapi? Na mimi hali familia alituma 53,000 ili niweze kufuta. Kumbe hali adanganya. Naam? Kumbe hali adanganya. Ali katuma 53,000 lakini sio makubaliano kwenye message. Makubaliano alikuwa yaje? Dola. Mimi nimwambia ndugu yangu nipe dola. Dola 100 tu imemshinda. Anakuja kutoa shilingi 53,000 alafu anatangaza. Kwanza nimpongeze katika hili. Lakini moja ya sababu ya kutoa zile hela nilimwambia ili Simba aweze kupata matokeo mazuri mimi lazima nifike Zanzibar. Ali akasema ni kweli timu yetu inahitaji kupata matokeo mazuri. Kaka nitakutumia nauli nenda ili kuhakikisha kwamba timu yetu inafanyaje? Inapata matokeo. Kwani nani asiyejua Ali Simba? Kumbe Ali Simba. Yes. Ali Simba. Swali nikuulize. Katika maajabu duniani yashawahi kutokea nyoka kazaa kuruguja? Nyoka anaza nani? Baba yake Alishabani Kamwe, mnamjua nini na timu gani? Mwanawe atakuwa nani? Na ndio maana ngoja. Sio kesi. Ali anatoa nauli ili mashabiki wa Simba tuwe wengi. Tuongeze spirit ya kupambana ili timu yake ya moyoni ipate nini? Matokeo. Kwa sababu mimi najua Ali ana timu anayofanya kazi na ana timu anafanyaje? Anayoipenda kutoka katika moyo wake. Kwa hiyo wale hajakupa pesa kwa ajili ya kaka, amekupa pesa kwa ajili ya kuja kusupport timu yake. Kanipa timu pesa ili kuja kuongeza wingi kwenye Simba, ili kuja kuongeza spirit ya kupambana, ili kuhakikisha Simba inapata nini? Matokeo. Lakini hali ya madanganya watu. Asome message vizuri. Message izungumzi shillings. Nasema dola. Wewe Mavala unajua dola? Najua. Unaomba dola 100. Yes. Kwa hiyo hali $100. Mwili uko Yanga roho Simba. Nani anakataa hilo? Simba hazai chui. Simba naza Simba. Anayefuata baa anaenda kokota kwa nani? Sasa nashangaa kuna sehemu niambiwa Alex Ngai yupo kakimbia. Nikimkosa Alex Ngai basi nakwenda kwa mtu wangu mzee wangu mzee Jabu ili kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Niko Kisugu. Leo mnacheza kombe likiwa uwanjani. Pengine Simba Sport Club anakuaga mkali anapoona lile kombe. Na leo mchezo leo utakuwa mgumu kiasi gani? Mchezo utakuwa mgumu na mchezo utakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu tunaamini kwamba moja katika virabu vizuri Dar es Salaam Young Africans ina wachezaji wazuri, hatuwezi kuwadharau. Na hii finali bingwa lazima apatikane.
lakini kizuri zaidi mimi naamini kwa mwalimu Steven Becker analijua hilo nini maana finali. Atakuwa ameandaa timu yake vizuri, vijana wako sawa sawa ili kuhakikisha kwamba wanakuja kutimiza malengo ya Simba. Sisi kama mashabiki wa Simba nafikiri tumekuwa tuko wengi kuja kuisupport team ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba yanafanyaje yanakwenda kutimia. Inshallah mimi na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutachukua kikombe cha Muungano katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Kitu ambacho jana Alikamwe alizungumza ni kwamba Alan Okello ataibuka kuwa nyota kwa mashindano haya ya Mapinduzi ya Muungano Cup. Pengine wewe unaamini maneno ya ndugu yako Alikamwe? Itakuwa maajabu sana na mpira utakosewa. Kwa nini? Akaonekana Okello man of the match akachwa Libas Age. Utakuwa mpira hujatendewa haki. Moja katika watu ambao wanajua football ni Ali Shaban Kamwe. Ukiachilia usemaji wake Yanga ni mwalimu wa mpira ambaye ucheti anacho. Ali mdomo unaongea lakini nafsi yake anajua ubora na quality ya wachezaji wa nani? Wa Simba. Na sio Ali tu, hata wewe mwandishi wa habari kwa sababu ni kazi yako tu uandishi. Lakini leo ukiambiwa wewe mwandishi kama unaitaka pepo ya Mungu na una timu yako mchangani bila ya kwenda kufanya nini? Kwenda kucheza mechi. Kuna kombe la mbuzi limeshaandaliwa. Kulia nani mnamuita nani? Alan Okello, hapo una Libas Age. Namba imebakiwa moja unaambiwa anza wewe chagua. Naanza mwenyewe. Kwa hiyo alimwambia aseme na ili hali aishi lazima aseme. Ali anajua ubora wa Simba, sio Ali tu, management ya Simba inajua ubora wa nini? Wa Simba. Management ya Yanga wanajua ubora wa Simba. Leo nani asiyejua ubora wa Libas Age? Nani? Nani leo asiyojua ubora wa Innocent Liemba? Nani? Nani leo asiyojua ubora wa Kagoma? Nani? Nani leo asiyojua ubora wa mtu mmoja anaitwa Dickson Kibabage, mzee wa kujitutumua? Tumekuja Zanzibar sio kutembea. Tumekuja Zanzibar kuhakikisha kwamba tunakuja kupata matokeo na inshallah wataka wastaki leo tunawapiga Dar es Salaam ngapi. Clatous Chota Chama ametoa assist 2 na watu wengi wanaamini kwamba mchezo wa leo ataingiza assist zingine. Wewe unaamini hilo Mikoi? Mimi naamini siku zote uwezo wa Clatous Chota Chama mkubwa ni kumwombea Mwenyezi Mungu amke salama. Swala la uwezo no doubt. Na sio mimi, watu wa football wote katika bara la Afrika wanajua ubora wa Clatous Chota Chama. Na ndio maana mimi huanahisi siku zote nazungumza, moja katika viumbe vya ajabu duniani ni Clatous Chota Chama. Ndio mwanadamu ambaye Mungu amemuumba macho kwenye miguu yake. Mungu ameumba macho kwenye miguu yake. Kwa nini useme macho tena wewe? Uwezo wake mkubwa sana kwenye ligi ya NBC. Nafikiri mmeona leo kuna watu tayari wanaolaumu viongozi wao kwa nini walifanya maamuzi ya kumwachia Clatous Chota Chama. Lakini pia Zimbwe tumuona hata mazoezini mzee wangu. No comment. No comment. Kidogo tu Zimbwe Junior mchezo. Ni wachezaji ambao naheshimu, ni mdogo wangu, ana uwezo mkubwa, lakini hivi sasa ni mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans, niseme no comment. Nitakuwa na nafasi kubwa sana kwenda kumzungumzia Dickson Kibabage, moja katika mabeki bora hivi sasa kwa Afrika Mashariki na Kati. Lakini kumzungumzia ndugu yangu Zimbwe no comment. Shukrani sana mzee. Asante, nashukuru sana.